Ndugu wapendwa, tunawasalimu katika jina la Yesu. Mimi Emmanuel Ntakirutimana, ndugu yenu katika imani, mtengenezaji anayefanya kazi ya uisho na matengenezo. Kile kipindi chetu tunarudi tena, elewa ukweli. Kabla ya kuambia somo linalofuata, hebu mahali mlipo sote tupige magoti na kumuomba Mwenyezi Mungu. Asante Muumba wetu, umekubali tujifunze neno lako. Uwe mwalimu kwetu, andaa mioyo yetu tuweze kulitekeleza, na wale wote watakaosikiliza uwape Roho wako Mtakatifu awezeshe kujua na kuelewa ukweli. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Kuwa Mkristo ina maana gani? Hilo ndilo somo letu. Mnakumbuka kwamba kipindi kilichopita tuliangalia Kristo, yule ambaye alikuja hapa ulimwenguni ili kudhihirisha tabia za baba yake, ili kufunua upendo wa Mungu ambao ulikuwa umefichwa karne nyingi na wale ambao waliwekwa hapa kama kanisa la Mungu, hasa nazungumzia Wayahudi, yani Waisraeli kwa ujumla. Badala ya kuinua ukweli na kudhihirisha upendo wa Mungu na tabia za Mungu, wakajiinua wao wenyewe na kutafuta maslahi kupitia dini. Yesu alikuja hapa ili kututumikia, ili kudhifichua zile tabia zilizofichwa karne nyingi. Kwa kumwamini, kwa kumkubali, kwa kumpokea moyoni, kwa kukubali awe Mwokozi wako, kwa kukubali aumbike ndani yako. Imeandikwa katika waraka wa Wagalatia sura ya 4 fungu la 19, mtu hugeuka kuwa mtu wa Kristo. Mtasoma kwa kuzaliwa naye mara ya pili. Yohana 3 fungu la 3, mtu hugeuka kuwa mtu wa Kristo. Kwa hiyo mtasoma Marko sura ya 9 fungu la 41. Biblia inasema thawabu watakaopewa wale wanaowajali watu wa Kristo. Na maana kwamba Kristo na watu wake. Kwa kuwa yeyote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo, amin nawaambia, hata kosa thawabu yake. Kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Kumbe wapo watu wa Kristo, si kupitia kuzaliwa naye kimwili, bali ni kwa kuziakshi tabia zake. Wanaosoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 fungu la 24 hadi 26, hapo ndipo tunaona kisa cha watu wa Antiokia, chanzo cha jina la Wakristo. Mtasoma, maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu. Huyu ni Barnaba na Paulo, na imani. Alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumuona, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Huyu Barnaba na Paulo walikuwa ni watu wema, walikuwa ni wainjilisti wanaoeneza jina la Kristo, wakiziakshi tabia za Kristo. Watu wakaongezeka upande wa Bwana. Si kwamba waliongezeka kwa kufuata maneno, badala yake walifuata tabia zao ambazo zilikuwa ni kama zile za Kristo. Watu walipoanza kujiuliza, maana mji wa Antiokia ulikuwa ni mji wa watu watundu, mji wa watu wakorofi, mji ambao wa makahaba, mji wa wenye dhambi sugu. Watu walipoona hao watu wenye tabia nzuri, wapole, watu unayewadhulumu wanakuachia, watu unapowafokea wanakimbia, watu unapowatukana wanakujibu kwa kukubariki, wakaanza kujiuliza hao watu ni watu gani, wanatokea wapi? Ndipo wakafanya upelelezi, kumbe wakagundua kwamba ni wanafunzi wa Kristo. Wakasema kumbe hawa ni watu wa Kristo. Kumbe walirithi jina hili si kwa kubatizwa, si kwa hizi mila na desturi za kidini, badala yake walirithi jina hili kwa kuziakshi tabia za Kristo. Kuwa Mkristo au kuwa mtu wa Kristo ni kuwa na tabia kama zile za Kristo, aliyekuwa na mpendeza Mungu na wanadamu. Mnaposoma kitabu cha Acts of the Apostles
ni ukurasa wa 157. It was in Antioch that the disciples were first called Christians. Mara ya kwanza pale Antiokia ndipo Wakristo walipata jina la Wakristo. Ndipo wanafunzi wa Yesu walipewa jina la Wakristo. The name was given them because Christ was the main theme of their preaching, their teaching, and their conversation. Jina hili walipewa kwa sababu Kristo ndiye aliyekuwa kiini cha mafundisho yao, kiini cha mahubiri yao, na kiini cha maongezi yao kati yao. Nitaruka chini. It was God who gave to them the name of Christian. Mungu mwenyewe ndiye aliyewapa jina hili la Wakristo. This is a royal name given to all who join themselves to Christ. Hili ni jina la kifarume. Yeyote anayejiunga na Kristo, anayepewa yeyote anayejiunga na Kristo. Ndugu zangu, ikumbukwe kwamba Kristo alikuja hapa akiwapendeza watu na wanadamu. Ndio maana na watu wote waliomfuata kiukweli walikuwa wanang'ang'ania kuwapendeza watu na wanadamu. Mtasoma Matendo ya Mitume sura ya 24 fungu la 16. Paulo anasema, nami najizoweza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele za watu siku zote. Alikuwa anang'ang'ania kuwa na dhamiri ambayo haimsoni, ambayo haimshtaki mabaya mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Kristo alidhihirisha upendo wa baba yake. Ndio maana nasi wafuasi wake, yani wa Kristo, Mathayo 5 fungu la 13 Biblia inasema kwamba ninyi ndinyi nuru ya ulimwengu. Tunapaswa kuangazia wote, si kwa maneno, kwa kupitia tabia zetu. Ninyi ndinyi chumvi ya ulimwengu. Ikumbukwe kwamba chumvi ina kazi ya kuleta ladha katika chakula. Chumvi ina kazi ya kulinda chakula kuoza. Kadhalika na sisi tunapaswa kuwa mbaraka kwa ulimwengu mzima. Paulo aliwaambia watu kwamba yeye alizifuata nyayo za Kristo, nao wafuate nyayo zake. Imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 11 fungu la kwanza panaposema kwamba fuateni nyayo zangu kama nami nilivyofuata nyayo za Kristo. Si ajabu kuona watu ambao wanajiita wa Kristo lakini kiukweli tabia zao zote kinyume na tabia za Kristo. Kumbe kuwa wa Kristo ni tabia, sio maneno. Kuropoka haina maana bali kuziaksi tabia za Kristo ndicho kinachokufanya uwe wa Kristo. Asiwepo mtu wa kujidanganya kwa mambo yafuatayo: kupewa ubatizo, kuimarishwa, kula meza ya Bwana havikufanyi kuwa Mkristo. Maana wengine wana cheti cha Ukristo. Napokutana naye, wewe Mkristo bwana, mimi ndi Mkristo. Tajuaje kwamba wewe ni Mkristo? Anakuonyesha cheti. Mimi ni Mkristo na cheti hichi hapa. Unaweza ukawa na cheti, unaweza ukawa umebatizwa, unaweza ukawa umeimarishwa lakini bado hujaimarika. Wewe mlevi, wewe mzinzi, wewe mwizi, wewe mtundu, wewe unamdharau baba na mama. Wapo watu wengi Ukristo wao tu ni kwa maneno tu, lakini tabia hata moja ya Kristo hawana. Usijidanganye. Kwa kuwa wewe unakusanyika na unatumia salamu zile za Kikristo, Bwana Yesu asifiwe na zingine, hiyo haikufanyi kuwa mtu wa Mungu. Maana Isaya 1 fungu la 12 Biblia inasema kwamba mnapokuja kuonekana mbele zangu, nani kawaambia kuja kukanyaga nyua zangu? Kumbe wengine kwenda mbele za Mungu, badala ya Mungu kufurahi, anaona watu wanaokuja kukanyaga nyua zake. Ni kwa sababu wamekuja na dhambi. Ndio maana kishuka chini katika sura hiyo, Biblia inasema kwamba kukusanyika ambako kumechangamana na dhambi, sitaki kabisa kuondolewe mbele zangu. Usijidanganye kwa sababu wewe ni mwimbaji, ni mhubiri, hiyo inatosha kufanya kuwa Mkristo. Hapana, kuhubiri ni kitu kimoja na kuwa Mkristo ni kitu kingine. Yeyote aliye na ufasaha wa maneno naweza kuhubiri haya naye yasema akayasema na kunizidi kusema, lakini hiyo sio Ukristo wa kweli. Maana utasoma Mathayo 15 fungu la 8, Biblia inasema kwamba hawa watu huniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Na maana kwamba
Mungu Yesu anachokihitaji ili uwe mtu wake ni moyo, sio maneno. Usijidanganye kwa sababu wewe ulikubali kujitesa hadi kujizuia kuoa au kuolewa. Eti wewe umekuwa mtawa, haikufanyi kuwa Mkristo. Waraka wa kwanza wa Korinto sura 13 kianzia fungu la kwanza hadi la 7, Biblia inasema kwamba hata ukisema lugha za wapi, hata ukijitesha hadi kukubali kuungua moto bila upendo, wewe umekuwa kama chuma kiliacho. Ndugu zangu, usijidanganye kwa kuwa wewe umejitesa, umefanya zile safari ndefu za kujitesa. Hiyo haikufanyi kuwa Mkristo. Pia wengine wanavaa nguo za dini na zile ishara za dini, misalaba kwenye kifua, wengine wanaikuta shingoni, vitambaa kichwani, wanatembea kwa kunyemelea, sauti nyororo walijizoeza kabisa. Haikufanyi kuwa Mkristo. Moyo tu. Mungu angalia moyo. Hizo ni dalili za nje. Na ndio maana wengi, kwa sababu tabia zao ni mbaya kama wabaya wote, wanasema kwamba hapa hatutajulikana. Tufanyeje jamani? Maana Mungu anahitaji tujulikane kwa tabia. Tusijulikane kwa misalaba shingoni na kifuani. Kwa kuwa wewe sasa tabia huna, ulilazimika kuweka msalaba ili wasije wakakusahau kwamba wewe ni mwanadini. Lakini nikwambie kwamba huo sio Ukristo. Biblia haitaki Ukristo unaoonekana kwa nje, kwa ishara, kwa nguo. Ukristo wa tabia. Ndugu yako usile, yeye amelala njaa. Usivaa, yeye anatembea uchi. Usiwe na maendeleo, yeye anazidi kufilisika. Ukristo ni tabia, sio nguo za dini. Wengine wanadai kuwa Wakristo kwa sababu walisomea na cheti na diploma wanakuonyesha. Lakini nikwambie kwamba kumjua Mungu sio kuingia shuleni. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 fungu la 8, Biblia inasema kwamba asiyependa hajamjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Inaonekana kwamba mama mzee au baba mzee yule ambaye hakuingia shuleni, akiwa na upendo, anakuzidi wewe unayejiita dokta katika mambo ya theolojia, ambaye huna upendo. Unakula pesa za watu, hauwasaidii maskini, yani wewe mkorofi. Katika mpaka pale unapopakana na wengine, unaanza kukorofishana, wewe ndiye mbaya. Shahada yako si kitu. Kinachodhihirisha Ukristo wako ni tabia. Wengine waliambiwa kwamba mtakapoleta pesa nyingi hapa kanisani, mtakuwa Wakristo wa kwanza, kanisa lenu litakuwa la kwanza, mtaa wenu utakuwa wa kwanza, kanda lenu litakuwa la kwanza. Huo sio Ukristo. Maana Biblia inasema kwamba Isaya sura ya kwanza fungu la 13, Biblia inasema kwamba siyataki matoleo yenu. Matoleo yenu siyataki. Mika 3:5 ndipo alipotabiri kwamba manabii wa uongo wao ndio watakao kuwa nafanya hilo. Kwa kuwaheshimu, watawainua na kuwaheshimu na kuwasifu wale wanaowaletea pesa. Kiasi kwamba Biblia ilikasema kwamba asiyetia kitu midomoni mwao, wao humwandalia vita. Kutoa pesa sio Ukristo. Ukristo ni moyo. Ndio maana hizi nchi za kipagani, hususan hizi za Asia, hizi ambazo zinaabudu miungu, hizi nchi ambazo zinamwamini Mungu lakini hazitambui Yesu Kristo kama mwokozi wao, huwa wanatulaumu Wakristo kwa mambo kama matatu. Moja, wanasema kwamba Wakristo wao ndio wanaovaa vibaya. Wanasema kwamba Wakristo wao ndio walevi. Wanasema kwamba Wakristo wao ndio wezi. Na ni kweli, shetani mjanja alipo wafumba macho wasimuone Kristo kama mwokozi wao, aliwaacha wakaendelea na miungu yao na kukubali Kristo kama mwokozi wao. Na Wakristo waliomjua Kristo kama mwokozi aliyekufa kwa ajili yao, aliwaendea akasema kwamba mumkubali kama mwokozi lakini msibadilike. Huo ndio ujanja wa shetani. Ndio maana wanatulaumu, akasema kwamba Ukristo wenu hauna kitu. Ni nani ambaye ameiba katika mtaa? Huyo ni Mkristo. Ni nani ambaye anatembea uchi? Chunguzeni vizuri, ni wale wa Kristo. Ni nani ambaye amelewa? Sio wengine, ni wale wa Kristo. Na Wakristo wanakubali iwe hivyo. Tunapaswa kuwa na tabia nzuri kama za Wakristo. Ndio maana unaposoma Waefeso sura ya 5 fungu la 1, Biblia inasema kwamba hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Tunaalikwa ili kumfuata Mungu kama watoto
wanaopendwa. Kuwa Wakristo ni kufuata nyayo za Kristo, ni kuwa na tabia za Kristo. Elewa ukweli, usije ukadanganyika. Kwa jina la Yesu, amen.